kwa sababu tunajua hamna serikali ambayo ina nia ovu na nia mbaya ya kuwataka wananchi wao wahangaike. Yote hii je, mnafahamu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ameleta mfumo maalum wa kuhakikisha kwamba huduma hizi zinatolewa kwa ushirikiano mkubwa kati ya private sector na government sector. Kwa sababu tukiwa sisi tu kama serikali, kuna baadhi ya vitu pia tunaweza tusiwe perfect, na tukiwa wenzetu tu wa private sector kuna baadhi ya vitu pia wanaweza siwe perfect. Na ndio maana sasa huduma hizi zitatolewa kwa ubia, ili sasa tusile hasara wala tusiingize tena kwenye mabasi mabovu, na imewekwa sheria maalum mabasi yakae muda gani na muda gani mabasi yaweze kuongezeka. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwaeleze haya, na kwamba Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuvumilia kidogo. Tumeona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi, na mara serikali itakapokuwa imeingiza mabasi haya, naamini kabisa, kwa sababu leo serikali hata tukisema hatuitaki CCM, sawa, CCM usipoitaka maana yake ni kwamba je, ndio mbadala wa mabasi? Hapana. Lazima tutatue mambo haya kwa kutumia kauli moja, kwa kutumia ushirikiano, kwa kujua kwamba hatuna nchi nyingine. Mabasi haya yanapoanza miaka mingi nyuma, watu wengi sana waliyabeza na kuonesha kwamba ni mradi wa aina gani. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, wamekuja kujua kwamba mabasi haya kumbe ni msaada mkubwa mno. Na mnachokiona leo ni kwa sababu demand ni kubwa ya mabasi hayo, ndio maana wanasukumana mlangoni. Ingekuwa sio kitu kizuri, wala usingemwona mtu anaingia kwenye hayo mabasi. Kwa hiyo ni kwa sababu ni huduma nzuri, ndio maana kila mmoja anayapenda mabasi hayo. Kwa hiyo hakuna namna, serikali lazima kwa namna yote isimamie jambo hilo. Na katika hili namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekesha usiku na mchana kuendesha vikao vya namna ya kuweza kutatua jambo hili kwa njia ya kudumu. Na mara mabasi yote atakapokuwa amefika, nina imani Mheshimiwa Waziri Mkuu atatuelekeza zaidi kwamba sasa ni hatua gani itakayofuata, ama kwa mamlaka zingine za juu kuweza hata kuja kuwaeleza tena Watanzania, na pengine kuwaambia Watanzania wasiwe na wasiwasi tena kuhusiana na huduma hii ya mabasi yaendayo kwa kasi. Kwa baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, naombeni tena tukawe mabalozi wazuri. Leo hatuna nchi nyingine ya kuijenga, ni nchi yetu wenyewe. Tumepata changamoto jambo hili, tuvumiliane kwenye changamoto hii ili tuweze kuitatua. Hata ndani ya nyumba zetu huwa kuna changamoto, na changamoto hazitatuli kwa siku moja. Zipo changamoto kwa nature tofauti utatuliwa kwa siku moja, na kuna nature zingine hazitatuli kwa siku moja. Wengine wanasema kwa nini tusiingize mabasi ya kawaida yapite hapa? Hapo tunaweza tukaleta disaster kubwa, kwa sababu mnafahamu milango ya mwendo kasi ipo upande huu, kwa sababu barabara hii iweze kupata magari mapya. Na jambo hili ndugu zangu wa Tanzania, naomba mnielewe jambo moja, kwamba serikali haina nia mbaya na Mtanzania. Wiki hii, leo ni Jumanne au Jumatano, wiki hii lazima mtaona hawasikii. Sasa hivi yanakuja yote, yanakuja. Kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hili halijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii. Baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha, kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamuingiza mtoa huduma mpya, ambaye hivi ninavyozungumza muda huu mabasi zaidi ya 200 yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii. Hivi ninavyozungumza kuna mabasi zaidi ya 150 ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala, na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili, kabla hata wiki hili halijaisha,
lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache ili aweze kufanya kazi kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu, kwa mtu yoyote mwenye swali anataka kujua, aniulize mimi mkuu wa mkoa ili apate majawabu muda huu kwa mwenye swali yoyote. Maana hata ukikimbia kule, hata ukitukana serikali, hata ukasema tuitaki sisi CCM, nimeona kwenye klipu, haisaidii. Mwisho tunahitaji mabasi. Kwa hiyo nyinyi wananchi mkiwa na hasira, mwisho wa siku mtahitaji mabasi. Na mabasi yakija lazima mpande. Kwa hiyo tunahitaji busara yako wewe, busara ya serikali, ili mambo yote yaweze kutatulika. Nimewaambia wale wasipakie kwanza mtu ili mnisikilize kwa muda mfupi, alafu ndiko muendelee. Je, kuna mtu ana swali? Njoo panda hapa, njoo panda. Mimi nauliza, kabla hizo basi mpya hazijaja, kwa nini hii njia hii ya Morogoro Road usingeitoa dada za kawaida zikawa zinapita kiwa tunasubiri usafiri mpya mwendo kasi? Swali langu ni hilo mkuu. Very good. Jamaa wangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida. Mnisikiliza kidogo.